Kinga nyumba yako dhidi ya majanga mbalimbali kama vile moto, mafuriko au hata kimbunga kwa gharama nafuu kupitia bima ya Linda Mjengo kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF unatarajia kuwa na mfuko wa kuhudumia kaya maskini kupitia NHIF baada ya utambuzi wa kufanyika wa mamlaka ya utambuzi kama TASAF na TAMISEMI. Mkurugenzi mkuu wa mfuko huo Dr. Irene Isaka amesema hayo leo jijini Dodoma wakati akitoa taarifa kwa waandishi wa habari kuhusu mafanikio na mwelekeo wa miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Tunashirikiana sasa na TAMISEMI kwa ajili ya utambuzi wa kaya zenye mahitaji maalum, ili na wenyewe waweze kusajiliwa na kuweza kuja kupata bima ya afya. Tunaposema bima ya afya kwa wote, na wenyewe hawezi kuachwa. Kwa hiyo kuna kazi ambayo inaendelea kati ya NHIF kwa kushirikiana na TAMISEMI, lakini pia na kushirikiana na TASAF na kushirikiana na takwimu zilizotumwa na NBS kuona namna gani tunaweza tukawafikia Watanzania wengi. Lakini imesema kama hapo awali kwamba tunaanza na makundi. Aidha, mkurugenzi huyo amebainisha kuwa ukusanyaji wa michango umefikia trilioni 2.3 kwa sasa kutokana na maboresho yaliyofanyika katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6. Wakati huo huo, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA imesema katika kipindi cha kuanzia Julai 2021 DAWASA imeendelea na utekelezaji wa miradi 25 yenye thamani ya kitanzania shilingi bilioni 987.6 ili kurahisisha wakazi wote wa mkoa huo wanaopata huduma ya maji safi na salama. Hayo yameelezwa na kaimu afisa mtendaji mkuu wa mamlaka hiyo, Mhandisi Mkama Bwire, wakati akieleza mafanikio na mwelekeo wa miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Kazi inaendelea, miradi hii imefikia 54%, tuko nayo kwenye maeneo mbalimbali na matarajio yetu kufikia ndani ya mwaka huu mwishoni basi miradi hii iwe imekamilika na kuanza kutoa kusudi tuwe na maeneo mbalimbali. Tumeongeza uwezo wa kuzalisha huduma ya maji. Kabla ya miaka 4 iliyopita uwezo wetu ulikuwa ni kuweza kuzalisha lita milioni 500.5 kwa siku. Lakini katika kipindi hiki tumeongeza zaidi ya lita milioni 34 na 100,000 kwa siku. Sasa tuna uwezo wa kuzalisha lita 534,600,000 kwa siku. Kwa hiyo ukiweza kuona kwamba kuna hatua kubwa ambayo imepigwa kwenye eneo hilo, ingawa bado kazi inaendelea kuhakikisha tunafikia mahitaji tunayotarajia. La pili, uwezo wa kuhifadhi maji ambayo yameshasafishwa umeongezeka kutoka uwezo wa kuhifadhi lita milioni 153.6 na kufikia lita milioni 198 uwezo wa kuhifadhi maji kwenye matenki ambayo yameshasafishwa, sawa na lita milioni 45,316. Na hii imeongezeka baada ya ujenzi wa matenki ya Vikawe, Tegeta A, Mshikamano, Mbweni, Bangulo na Kigamboni. Moja ni kimsingi ni mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mabadiliko ya tabia nchi ndio hivi kukauka kama vyanzo vya maji. Kwa hivyo vikitokea kimsingi na tuasili kubwa katika utoaji wa huduma ya maji, lakini serikali imeona ndio inajenga kama mabwawa haya ya kuhifadhi maji ili kuhakikisha kwamba zinapotokea hali kama hizi basi tunakuwa na alternative ya kuweza kusaidia huduma ya maji inaendelea. Lakini pende tuendelee kuomba kushirikiana na waandishi wa habari kuendelea kutoa elimu ya kulinda vyanzo vya maji kusudi hizi huduma tunazozitoa na kazi kubwa ambayo serikali inaifanya kuweza kuhakikisha huduma ya maji inakuwa endelevu. Sanjari na hilo, afisa mtendaji huyo ametaja changamoto zinazotokana nazo katika utendaji kazi wake, ikiwemo madeni na mahitaji makubwa ya fedha kwa ajili ya utekelezaji ili kufikia malengo. Tabasamu mfugaji, na usahau hasara milele kwa kukata bima ya mifugo kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima.